Lakini sawa, wewe unipende, lakini mimi nishapendana na mwanao. Haina jinsi tena. Hata kama umependana na mwanangu, mimi wewe sikuhitaji na wala sikupendi. Namtaka yule wa mwanzoni. Makweba mwenye nyumba na sheria zake. Makweba mwenye nyumba na sheria zake. Kaka samani za saizi? Salama tu. Vipi? Safi, kwema? Mimi kwema, sijui wewe uko toka wapi? Samani, kuna kijana mmoja nilikuwa namuulizia. Kijana? Ehe. Kijana yupi unamuulizia wewe? Ni wa kiume, anaitwa Lamso. Lamso. Hilo jina sio geni. Lakini unajua majina huwa watu wanafanana. Umeona? Kwa hiyo labda unapomuulizia Lamso, uwe na ushahidi wa namba, labda tumpigie, tumuulize alipo nikusaidie. Ama kama una chochote cha kuonesha huyo mtu jinsi alivyo. Umeona? Malamso wako wengi. Hii dunia hii. Umeona? Labda una ushahidi wowote? Nina picha yake. Picha? Yeah. Jambo zuri la kufaa la kuleta wokovu, wewe nionyeshe. Huyo huyo mpangaji wangu mimi. Unajua mimi hapa mjini ndio nina mijumba yangu mikubwa nimewekeza. Umeona? Sasa katika wapangaji na huyo akiwemo Lamso. Sasa hapo hujapotea. Kwa kuwa mimi umeniona, mimi mpangaji wangu Lamso. Sasa ulisema kwanza nani yake? Mume wangu. Kwa nini shangazi yako ananichukia kiasi hicho? Kivipi? Yaani kafika ananiuliza wewe kabila gani? Mimi nikamwambia mimi Mkuria. Yaani kitendo cha kumwambia mimi Mkuria, yani kabadilika ghafla. Ni hivyo tu au kuna kingine cha ziada? Kuna maneno mengi kasema sana. Mara mimi Mkuria, hapendi kuwa na mke wake Mkuria, yani mambo mengi kasema. Hadi imefikia hatua anatamani mfanyakazi wangu awe mke wako. Anatamani mfanyakazi wako kivipi yani? Hii inawezekanaje? Na maanisha mfanyakazi wangu awe mke wako. Sasa mpaka nafikia hatua kusema maneno hayo. Kuna kitu chochote ambacho ulimwambia kibaya kikamfanya akasiriki? Sijamwambia kitu chochote, mwenyewe nashangaa, nimeenda kaa naye tu anaanza kuniambia wewe nani? Unaitwa nani? Umetokea wapi? Sasa mimi kumwambia siko tayari kumwambia mimi Mkuria. Ndio kaanza kuniambia mimi sikupendi. Nampenda mfanyakazi wako. Sikia nikwambie kitu mke wangu. Yule ni shangazi yangu tu. Wakati nakuoa wewe, yeye hakuwepo na wala alikuwa hakujui. Ndio maana amekuja hapa kutusalimia. Alipomwona mfanyakazi wetu, akajua ndio mke wangu. Lakini baadaye baada ya kumwambia kama ni wewe, ndio haya mambo yamebadilika. Lakini sidhani kama kuna tatizo kubwa sana kivile. Kwa hiyo hapo kaisha nivurugia ndoa yangu. Ina maana kuna kitu kinaendelea wewe na yeye, si ndio? Mimi mdogo wake. Mdogo wake. Sasa naweza nikakupeleka huko kwa unapeleka madeni. Sasa swala limeisha. Kwa kuwa mimi nilikuwa naenda hivi kwa wazee zangu huko. Acha nisiende nikusaidie wewe haraka ukutane na ndugu yako. Nifuate. Asante. Makweba mwenye nyumba na sheria zake. Sasa mimi kitu gani kitaendelea kati yangu mimi na shangazi? Hali ya kuwa yeye ni mtu mzima na ni ndugu yangu. Labda nikwambie kitu kimoja. Baada ya wazazi wangu kufariki, yeye ndo alinilea mimi tangu nikiwa mdogo. Na nilivyokuwa mkubwa nimeenda kujitafuta mwenyewe. Yeye akaondoka kwenda kufanya biashara zake huko nje ya nchi. Na ndio maana amekuja hapa kunisalimia. Lakini haya yote wewe ndio unayataka. Nilikwambia bwana, hawa wanawake wafanyakazi hawafai katika nyumba. Mara nyingi huwa wanavuruga sana familia. You see? Sasa hivi unaona anapenda mfanyakazi badala ya kupenda mwenye nyumba. Hii inawezekanaje? Wewe niachie muda, mimi nitaongea naye. Nafikiria mambo yatakuwa sawa. Nakuomba uongee naye. Kama ikishindikana, mimi nitaondoka huko ndani. Sikia mke wangu. Wala usifikie huko. Habari ya kuondoka hapa. Makweba mwenye nyumba ana sheria zake. Makweba mwenye nyumba ana sheria
Makweba wewe tena. Alafu unagonga mlango yani kama ugomvi. Wewe si umeniaga unaenda kuchukua beti hapo. Mbona umerudi tena kwangu? Yaani wewe hujui. Ule mchongo wa hela nilikuwa nakufukuzia. Nimeuchelewa kabisa kwa sababu ya kukosa beti kwenye simu. Watu wameshauchukua kwa sababu ya kukosa beti kwenye simu, navyokwambia. Lakini sasa wakati naendelea na harakati zangu za kimaisha, kuna mtu nikakutana naye. Akati tunaongea, akanionyesha kuhusu wewe. Huyu mtu akaanza kunielezea, si nimetoka wapi, nimeenda wapi. Baada ya hapo kuna mtu namtafuta, anaitwa nani? Ramso. Kaambia Ramso, mwa wako watu wengi wanaitwa Maramso. Sasa nionyesha hapo ushahidi wowote ambao unaweza kumjulisha Ramso. Ndio akatoa simu akanionyesha picha. Huyu mimi namjua. Huyu mimi mpangaji wangu anaitwa Ramso. Sikuongezea na jina lingine. Ila namjua. Baada ya mazungumzo yake nikaamua nimlete. Mtu gani wewe? Mbona mimi simjui? Huyu hapa nyuma yangu. Sikia mke wangu. Wala usifikie huko. Habari ya kuondoka hapa haipo. Mimi sitaki bwana. Wewe ongea naye, kama ikishindikana mimi nitamwambia kutafutie mwanamke mzuri. Mimi niondoke zangu. Sasa huko unafika mbali. Mimi ndo nimekupenda wewe na mimi ndo nikakuoa wewe. Haya mambo kina shangazi, yule ni mtu mzima. Huwezi jua ana kitu gani alichotoka nacho huko alikotoka. Ana ma-stress yake, labda ana hasira zake mwenyewe. Mpe muda kidogo. Nafikiria mambo yataisha tu. Sawa? Sasa ongea naye kwa makini sana. Mimi si ndio mmeo? Si unanisikiza mimi? Nisikilize mimi ninachokisema. Neno langu ni sheria. Sawa? Anaenda kaandaa chakula. Nilivyozipata naye anazitaka maisha yangu. Anayataka hayo nilivyozichuma na meza. Bila kuta. Sasa dadangu, Ramso mwenyewe ulioniambia ndo huyu. Kwa kuwa umesema huyu si ndo kaka yako, ndo huyu hapa Ramso mwenyewe ulionionyesha. Na wewe Ramso baba, dada yako huyu hapa alikuwa anakutafuta. Kwanza alikuwa anatangatanga huko, najua nini ilivyokuwa kali. Mimi ndio nimemwonea huruma. Umeona? Kesi mimi sina. Mimi kwa heri sina kesi. Utu wangu nimeshaumaliza mimi. Kwa elini jamani. Kwa elini Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia. Jennifer. Abe dada. Naomba usinifiche chochote kinachoendelea humu ndani. Umemwambia nini shangazi? Hamna kitu dada. Oh. Hamna kitu. Inawezekanaje shangazi akupende wewe kuliko mimi hapa? Kwa kweli dada, mimi sijui. Muulize shangazi mwenyewe au mumeo. Nimuulize shangazi au mume wangu? Sasa endelea kunificha hivyo hivyo, ila endapo nikigundua ukweli unaoendelea humu ndani, utaondoka kwenye nyumba yangu. Sijui umenielewa? Basi naomba unisamehe dada. Sasa hivi ndio unajua maana ya msamaha ni nini? Iwe mwanzo na mwisho. Ondoka! Mtu nimekutoa kwenu una maisha magumu. Sasa hivi uje uniletee jeuri hapa. Subiri na bado nitakunyoosha. Pendo. Hivi umepajuaje hapa? Ramson, hivi ulijua mimi siwezi kujua unapoishi? Sasa kwa nini umepata shida kujisumbua sana kunitafuta mimi? Wakati kila siku nakwambia mimi nitakuja. Mbona pale mimi nipo kikazi? Kikazi? Ni kazi gani wewe ambayo unataka kunionyesha? Hapana. Pale mimi nimekaa tu kwa rafiki yangu. Ramson, hivi unaniona mimi mjinga? Mimi nina akili zangu timamu. Kazi gani unayofanya pale, ni ya ndani? Hapana, sio kazi ya ndani. Pale nishakwambia mimi pale niko rafiki yangu. Nimekuja kula, nikitoka pale narudi kazini.
Na ndio maana nilikwambia unisubiri nyumbani, nitakuja kule nyumbani. Sikia, mimi siwezi kukuelewa. Au na mambo yako ya siri ambayo unayafanya mimi hutaki niyajue? Hapana, sio hivyo kipenzi changu Pendo. Wewe utakiwa unisubiri nyumbani, mimi nitarudi. Ndio maana nakwambiaje, kila tukiwasiliana nisubiri, mimi narudi. Nipo kazini, namalizia kazi nakuja. Au unaniamini mpenzi wangu? Sasa sikia, mimi siondoki. Nitaendelea kuwa around maeneo haya, siondoki. Mbona niacha kule unakuja kukaa huko? Au na mambo yako unayofanya kwa siri? Hapana kipenzi. Naomba nielewe basi. Pale mimi nipo kazini, sina mambo yote asili ambayo anayafanya. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani nakupenda na unavyoomba jambo fulani na kutimizia kwa wakati. Ningekuwa sikupendi nisingefanya haya yote. Sikia, mimi sitoki. Nakwambia nitakuwepo maeneo haya. Mpenzi. Pendo. Mwanamke vipi? Unajuaje hapa? Afu mzee naye jao kweli yani. Makweba mwenye nyumba ana sheria zake. Makweba mwenye nyumba ana sheria zake. Hivi wa Makweba, mbona uko kama sio mwanaume wewe? Kwa nini? Hivi wewe mbona unapenda mimi kunitoa akili? Unaniambia mimi sio mwanaume, kuchini una kike? Au unaona wewe walipokushika bega ukaondoka navyo na mimi nimeshika bega hivyo? Babu, nina msumari futi 6 kwa 12. Unasemaje? Mwacha stori zako za kipuzi. Mimi niko serious ujue. Lazima nikutoa akili kwa sababu mambo yako hayaeleweki. Wewe unakuja kuniletea mwanamke nyumbani hapa na unajua mimi naishi na mwanamke. Kwani ujiongezi wewe Makweba? Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Nimekutana naye njiani kanielekeza yule dada yako, unataka akuone na kanionyesha mpaka na picha. Nikabidi nikuletee. Bwana, mtu una kaka yake, mtu na dada yake muonane. Nisije nikaonekana Mungu anataka kukutanisha familia ya mtu fulani, alafu mimi nikaitengoa. Kosa langu mimi hapa liko wapi kijana? Wewe akili zako fupi sana. Wewe umeshinda hata kujiongeza kunipigia simu. Yaani unakutana na mtu from nowhere unampeleka na mtafuta mtu fulani unampeleka moja kwa moja. Wewe utakuja kumchoma hata mtu kwa polisi wewe. Wewe umeshinda hata kuuliza, je, kama kuna mtu nimemkimbia huko anatafutwa na polisi? Wewe unakuja kumleta moja kwa moja. Ungenipigia simu kwanza, bwana mtu unamjua huyu. Unajua ulomleta hapa nani huyo? Sasa mimi kosa langu hapo lipi? Kumleta yule mdada ama kosa langu mimi liko wapi? Niambie. Yule dada mimi ni mwanamke wangu, nimemwacha huko. Ai.